Haleluya. Luka mtakatifu, Injili ya Luka mtakatifu sura 23 mstari ule wa 39, Biblia inasema, na mmoja wa wale wahalifu waliotundikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu? Na wewe katika hukumu hiyo hiyo. Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini nakwambia, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Leo ni siku ya Alhamisi na kesho ni Ijumaa Kuu. Katika historia ya kanisa ni historia ya ukombozi juu ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyekataliwa, akakamatwa, akasulubiwa, akafa. Ilikuwa ni Ijumaa Kuu ambayo ni kesho, na leo nazungumza ni siku ya Alhamisi. Wako watu ambao bado wanamkataa Yesu Kristo. Biblia inatueleza kwamba Yesu Kristo wakati amesulubiwa pale msalabani, kulikuwa na watu wawili wahalifu. Mmoja alikuwa kushoto na mwingine alikuwa kulia. Yesu Kristo alikuwa katikati. Na wakati watu wanamtukana waliokuwa chini na wale wote waliomdhihaki au waliomshtaki, waliomsaliti kwa uongo, na akafika mpaka kwa Pilato, akahukumiwa, beba msalaba, akafa, wakamsulubisha pale msalabani, na akapigiliwa misumari msalabani, akafa, akazikwa, akafufuka. Ni furaha ya pekee kwa Wakristo wote waliookoka ya kwamba sikukuu kama hii ni kumbukizi ya kukombolewa kwa kanisa au kukombolewa mwanadamu. Yesu alipokufa alafu akafufuka. Biblia inasema yule mtu mwingine aliyekuwa pale msalabani alimtukana Yesu kwa kunukuu maneno ya watu wa chini. Anasema, ni kweli, kama wewe ni mwana wa Mungu, basi shuka hapo msalabani, ujiokoe mwenyewe na sisi pia utuokoe. Lakini yule mwingine akamkemea akasema, wewe humwogopi hata Mungu kusema maneno kama hayo? Sisi tumehukumiwa kwa haki kwa matendo yetu yaliyo mabaya, lakini huyu hakutenda jambo lolote linalofaa kuuawa. Alafu baadaye akasema, Bwana Yesu, naomba unikumbuke katika ufalme wako utakapokuja. Biblia inasema Yesu alijibu akasema, amini nakuambia, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Sio tu mpaka nitakaporudi, utakuwa pamoja nami peponi. Akajibiwa pale pale. Kwa hiyo katika mazungumzo yako unaoyazungumza wewe Mkristo, uwe makini. Mwanandoa uwe makini. Mwanafunzi huko shuleni uwe makini. Huko kijiweni kijana uwe makini. Mungu anasikiliza point yako unasema nini, kama alivyosikiliza point ya watu wawili pale msalabani. Mmoja mhalifu na mwingine mhalifu. Mhalifu akamtukana kwa ajili ya kudakia na kushabikia maneno ya watu ambao wako huru, wako chini, hawajahukumiwa. Wewe uko juu ya msalaba, uko kwenye mateso, una magonjwa ulionayo, lakini bado unadakia maneno machafu ya watu. Badala kulisikiliza neno la Mungu, wewe unasikiliza maneno ya watu. Yamekupotosha. Utaomba, utalia, lakini hautajibiwa. Wakati mwingine umekuwa na mfungo wa siku 40, lakini labda wakati mwingine umejishindisha njaa, hakuna majibu uliyoyafanya. Matendo ndo maofu. Ukauona mwezi huu wa Pasaka ni mwezi mtakatifu kwako.
Biblia Yesu anasema iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu, alivyosema Yesu. Kwa hiyo Yesu akatetewa na mpagani, na mimi nakuapia leo, maadui zako wote wanaopanga mashambulizi katikati yao ya wawili au watatu, wakutetee wewe. Hao wapagani wasiookoka wanapopanga waje wakuue, waje wakuibie, sijui wakuseme, wakutetee pale pale katikati ya maadui, kama Yesu alivyotetewa na mpagani, na wewe wakutetee. Yesu akutetee. Leo hii magonjwa yako yote yakatoweke kwa jina la Yesu. Shida zako zote ulizo nazo zikaondolewe kwa jina la Yesu, na kutabiria ukafunguliwa kwa jina la Yesu, na kutabiria upokee baraka kwa jina la Yesu. Ndani ya Pasaka hii iwe ni Pasaka ya tofauti. Usifurahie tu kula na kushiba na kunywa. Furahia kwa sababu jina lako limeandikwa mbinguni. Mkono wa Bwana ukushike milele na milele. Usiumbishwe na watu. Kumbuka, duniani tunapita, hatuna maisha mengi. Ukilala ukiamka, ukilala ukiamka, unaona una maisha mengi, unakula, unashiba, unaondoka, unarudi, unaona, kumbe hujui kesho kuna nini kinaweza kutokea. Na kunenea na kukufungua kwa jina la Yesu, na kunenea ukapone kwa jina la Yesu, na kunenea ukabarikiwe kwa jina la Yesu. Wale wachawi wanaokutesa, maadui wote wanaokutesa, kuanzia sasa ukagombane wao, wakikusudia kukuua, roho ya mauti inairudisha kwao kwa jina la Yesu. Wasiliana nami katika mazungumzo mbalimbali, katika ushauri mbalimbali, katika maombezi mbalimbali. Wasiliana nami. Yesu Kristo aliubeba msalaba mwenyewe. Yesu Kristo alijitetea mwenyewe, na alikuwa na maneno machache. Wewe unaguswa tu mpaka unaacha kanisa. Naiombea imani yako isitindikiwe. Naombea uchumi wako usiumbe, na kutabiria ukafanikiwe kwa jina la Yesu. Kwa sababu ni muda mchache, ambatanisha na kiganja changu hiki kwa imani. Weka kwenye simu yako, niombe kwa ajili yako. Mwenyezi Mungu uliye hai, mwenye mamlaka yote, aliyegusanisha na kiganja changu hiki sasa, akagusanisha na kiganja cha Yesu Kristo kilicho na majeraha mkononi, akafunguliwe, akapone kwa jina la Yesu. Huyu anayeteseka kifua hiki kikafunguliwe kwa jina la Yesu kuanzia sasa. Ninaamuru roho za mauti hazina nafasi tena. Ametetewa na Yesu Kristo, akatetewe pia na watu wanaomsema kule kwenye vikao vyao, wakagombane wao kwa wao kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo. Funguliwa, funguliwa, funguliwa kwa damu ya Yesu Kristo uliye Bwana Mwokozi wetu. Baba nakushukuru, Baba nakutukuza. Amen. Na baraka za Mungu ziwe juu yako kuanzia sasa. Utukufu wa Bwana ukashuke. Utukufu wa Bwana uwe pamoja nawe kwa damu ya Yesu Kristo. O Jehova nakushukuru. Asante mfalme wa falme. Kwa damu ya Yesu Kristo Baba ninaomba na kushukuru. Amen. Mungu awe nanyi daima, awafunike aze. Mungu awe nanyi daima, hata tonane huko juu, hata tonane kwake kwema. Mungu awe nanyi daima.